Yesu asifiwe sana, na mshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine nzuri tena ambayo ametupa. It's our third day today. Ni siku yetu ya tatu. My God, Mungu amekuwa mwema sana, amekuwa mwaminifu sana. Tumeuona sana mkono wake, na ninajua sio mimi peke yangu, hata wewe pia umeuona mkono wa Mungu. Hivyo niko hapa, nataka tumshukuru Mungu kabla tujaanza kuingia kwenye session yetu ya leo. Tumshukuru Mungu, alafu tuone Mungu atatusaidia pia leo kwa namna gani. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako, mfalme wa amani. Asante mfalme wa amani kwa ajili ya siku ya leo. Tumekuona ukifanya, tumekuona ukitenda. Asante pia kwa sababu tunajua katika hii leo tutakuona ukifanya tena, mfalme wa amani. Tunakurudishia wewe sifa, heshima na utukufu, tukijifunika kwa damu yako, tukifunika kipindi hichi kwa damu yako, tukifunika Bwana wanaotusikiliza kwa damu yako, tukitamka kwamba tutakuona wewe katika uzuri wa utakatifu wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Basi mahali popote ulipo, ninajua umemuona Mungu sana. Kuna watu ambao wameshatutumia testimony zao, na ninajua tutapata neema ya kuziposti kwenye social media, na tutamuona Mungu akifanya mema sana. Sasa tumekuwa na siku 2 za toba, za kumwambia Mungu kwa habari ya toba yetu binafsi. Jana tumepita kwenye toba ya nyakati. Vitu vingi sana vimeanza kubadilika, na watu wengi sana wanasema wamemuona Mungu akibadilisha sana vitu vingi ambavyo wao hawakuvitegemea vinaweza kubadilikaje. Basi nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mtu ambaye amekuwa na share testimony yake, lakini sio tu amekuwa na share testimony, lakini pia umekuwa ukiruhusu Mungu akuhudumie. Kwa hiyo tunamrudishia Mungu sifa, heshima na utukufu kwa ajili ya kila kitu ambacho amekifanya. Toka tumeanza maombi, tumekuwa na utaratibu mzuri wa kukuelezea maelekezo ambayo Roho Mtakatifu alikuwa ameyatoa, na nimeona watu wakiendelea kuyafuata, nimeona watu wakiendelea kufanya, na ndio maana tumeendelea kumuona sana Kristo. Tuna maelekezo ambayo kitu cha kwanza, kila siku hakikisha unaandaa meza yako ya Bwana, na tutashiriki immediately baada ya maombi, tunashiriki meza ya Bwana. Lakini kitu kingine cha pili, kila siku shika maombi yako 6 ulioyaandika mwaka ulipoanza. Tuna maombi 6 ambayo tulimuomba Mungu, na tunaamini mpaka mwezi wa 6 atakuwa ameyafanya. Watu wengi wameanza kujibiwa maombi toka the same night ambayo tuliandika kwenye mkesha, na bado tunaamini kwamba Mungu ataendelea kujibu. Lakini kitu cha tatu, kila siku nataka ushike majina yako, majina ya ukoo, jina la kabila, andika mkoa unaokaa na mkoa uliozaliwa. Wewe ni nani, unaitwa nani, na umetokea sehemu gani? Manda kacha yeko rabrahande ketaya. Hebu kila mtu inua mkono wako mbele za Bwana. Baba, anafunika kwa damu ya Yesu hizi familia zote ambazo zinashiriki ya maombi, malipizi yoyote, maneno yote mabaya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi nimesikia kuomba hivi kutoka kwenye moyo wangu, tuendelee kujifunika kwa damu ya Yesu. Lakini pia kitu kingine, kila siku andaa madhabahu ambapo utafanyia maombi hapo. Sio kila mtu ambaye anapata neema ya kuwa na madhabahu permanent ambayo anaweza akafanya maombi, but if you have a place, iweke wakfu, mwambie Mungu, niko hapa leo, kutana na mimi hapa, nihudumie hapa. Na kitu cha mwisho, kila siku andaa mahitaji yaliyoshindikana ambayo umeyaomba muda mrefu na bado hayajajibiwa. Mimi mwenyewe na mahitaji yangu ambayo nimeandaa, na meza yangu ya Bwana ambayo nimeiandaa, na kila siku nashika majina yangu, sehemu ambapo nimezaliwa, mkoa ambao nimetokea. Na kama umeolewa, wewe ni binti, au ni kama umeoa, wewe ni kijana, basi shika na majina ya mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninamshukuru Mungu for the past 2 days na namna ambavyo ametuhudumia sana. Lakini leo tunaingia kwenye siku nyingine 2 za maombi ya rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kati ya siku ambazo tutaendelea kumuona Mungu kwa ukubwa mno ni katika hizi siku zingine 2 ambazo zinafuatia. Sasa kwa nini ninasema hivyo? Toba ni tofauti na rehema. Toba huaga ina kazi yake, na rehema pia huwa ina kazi yake. Leo tunaingia kwenye siku 2 za kuomba maombi ya rehema. Haya ni maombi ambayo nimeshafundisha so many times, same kama toba, lakini Mungu anatuletea ufunuo mpya according to the level of our understanding, according to the level ambayo anataka atusaidie. Kwa hiyo nataka unisikilize kwa makini sana, na uombe sawa sana ufunuo ambao Roho Mtakatifu amefanyaje, ametupa. Sasa nataka usome na mimi Zaburi 102 mstari wa 13. Zaburi 102 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu Sayuni
kwa maana ndiyo wakati wa kuihurumia na majira yaliyoamriwa yamewadia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe utasimama. Kuna nyakati ambazo Mungu huwa anatokea kwenye maisha ya watu na anasimamia jambo lake yeye mwenyewe. Yaani hilo jambo sio wewe unayelifanya, sio akili zako wala sio fikra zako. Mungu mwenyewe anaamua ya kwamba sasa wakati wangu wa kutimiza lile jambo umefanya nini? Umefika. Ndio maana mwaka huu tulipewa andiko ambalo linasema saa imefika. Baba mtukuze nani? Mtukuze mwanao. Sasa unapoona kuna kitu kinaitwa saa imefika, unapoona kuna kitu ambacho kinaongelewa ya kwamba majira yaliyoamriwa yamewadia, manake kitu cha kwanza ni nini? Cha kwanza manake yale majira yaliokuwa yamevurugika sasa yamekaa kwenye mstari. Kumbuka tulikuwa kwenye maombi ya toba jana na tunajua ya kwamba Mungu ametusamehe na ametengeneza majira na nyakati. Kwa baada ya majira na nyakati kutengenezwa, kwa sababu tunajua yanamtengenezea Mungu njia, nini kinafuatia? Mungu anapaswa aturehemu. Mungu anapaswa atusaidie. Unapoona Mungu anaitisha rehema, you are very close. You are extremely close to your testimony. Uko karibu sana na ushuhuda wako, uko karibu sana na kile kitu ambacho umekiomba muda mrefu kimefanya nini? Kimeshindikana. Sasa leo tunaenda kuomba maombi ya rehema juu ya maombi yetu yaliyoshindikana. Ndio maana toka siku ya kwanza nikakwambia andika hayo maombi na uyashike hayo maombi. Ni nini ambacho umekiomba muda mrefu na kimeshindikana? Nipo kukueleza mpaka tunapomaliza siku ya 7. Hivi vitu vyote vitakuwa vimeshatimia. Bwana asifiwe sana. Hivi vitu vyote ambavyo vilikuwa vinaonekana viwezekaniki vitakuwa vinawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaposema maombi ya rehema juu ya maombi yaliyoshindikana, tunamwambia Mungu kitu gani? Chochote ambacho kinaonekana kimeshindikana kwenye maisha yako, sio kwamba hakijibiki, ila kuna siri iliyofichwa ambayo inasababisha wewe usijibiwe yale maombi. Mungu yuko hivi, he is the God of principle. Yeye ni Mungu ambaye anaenda na utaratibu na ana vitu ambavyo anataka kuvifanya na ana vitu ambavyo anaamini kwenye kuvifanya. Sasa anapokuletea jambo ambalo anataka ulifanye ili akusaidie, manake ukienda sawa na ule utaratibu anauelezea, manake Mungu atafanya kile ambacho kinaonekana hakiwezekaniki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasema yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Mungu na mwanadamu wametofautiana kitu gani? Ukiacha uungu, lakini wametofautiana kujua, technical know-how. Kujua nini ninachopaswa kukifanya, wapi ninapaswa kukifanya na kwa namna gani ninaweza kufanyaje kukifanya. Bwana asifiwe sana. Sasa katika siku ya leo nataka tukaangalia kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini kwa habari ya nini? Ya mambo yaliyoshindikana. Rehema ina mlango gani? Manake mwingine anaujua tu ule mstari mmoja unaosema katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Tumeshaomba toba, Mungu ameshasamehe. Tunapaswa sasa kujua nini cha kufanya. Tunapaswa kujua kwenye hili jambo langu la afya ambalo limeshindikana, shida iko sehemu gani? Rehema ina tabia ya kufunua siri, tena kwa namna mbili. Inaweza ikakufunulia siri kwa kukwambia, ama ukashangaa lile jambo limepata utatuzi. Nataka kila mtu anielewe, sio kila mtu anayejibiwa alipewa siri kwanza ndo akaifanyia kazi. Rehema sometimes ina tabia ya kukunyoosha, kukuelekeza pa kwenda. Unaweza ukashangaa tu ghafla umechukua hicho, umechukua kile ghafla, umebeba sadaka hiyo, umebeba ile ghafla, umeenda mahali fulani ghafla, umefanya kitu cha aina fulani. Kwa rehema ina tendency ya kukupa majibu ambayo yanaonekana hayawezekaniki. Kwa hiyo tunapoenda kuomba na kujifunza somo la leo, nataka kila mtu anisikize kwa makini sana. Uwe na uhakika kama hautaona umepewa siri, basi lile jambo litamalizwa moja kwa moja. Kwa hiyo usiseme nimeomba sijasikia tatizo lilikuwa wapi, nimeomba sijasikia siri ya mimi kusogea mbele ni nini. Ukiona Mungu amenyamaza, manake atalifanya moja kwa nini? Kwa moja. Sasa nataka tuende leo tuipite tena kwa upya kabisa story ya Daniel. Utasoma na mimi Danieli 2 mstari wa 13, alafu tutaruka. Tutasoma mstari wa 17 mpaka mstari wa 23. Tutaenda kwa vipimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema, basi ile amri ikatangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Kuna tatizo limetokea kwenye nyumba ya mfalme. Kuna jambo mfalme ameliota, kuna jambo ameliona na haelewi maana yake ni nini. Sasa kule kipindi kile kwenye huo utawala mfalme ilikuwa kuna watu wanaitwa wenye hekima, kulikuwa
kulikuwa kuna waganga, kulikuwa na wachawi. Wote walipoulizwa maana ya hayo maono, hamna mtu ambaye alikuwa anafahamu. Sasa wakaambiwa wenye hekima wote, aliyekuwa zamu na ambaye hakuwa zamu, wote wakamatwe na wauawe. Kuna kitu nilikwambia mapema sana, ya kwamba linapokuja swala la falme na mamlaka, you don't go and kemea, kwa sababu kukemea huwa hakusaidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukemea huwa kufanya nini? Hakusaidii. Unapaswa kujua namna ya kutembea na hekima za aina zote. When it comes to you growing, when it comes to you kupita kwenye falme na mamlaka, lazima ujue kutembea na hekima za namna yote. Lazima ujue namna ya kufanya ili watu wakuelewe na wakusikilize. Sasa neno la Mungu linasema Danieli alipofatwa akaambiwa kwamba mfalme kuna kitu ameona, lakini hakuna mtu akumtafsiria. Bwana Yesu asifiwe. Kikawaida watu wangesema hapana, mimi naona, ngoja niombe Mungu anipe maana. Mimi naomba, ngoja niombe Mungu anipe kibali. Mimi naona niombe macho ya roho, niombe masikio ya roho. Hapana. Danieli anawachukua wenzake. Tutasoma kuanzia mstari wa 17. Akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Anania, akamwambia Mishaeli na Azaria ya kwamba jamani, kule mambo sio mambo. Alafu kule mfalme amesema nataka tukamate atuue. Sasa unaona watu ambao wanajua nini cha kufanya kwenye such kind of a situation ambazo zimeshindikana. Chochote ambacho unaona kimeshindikana, usikimbilie kuomba kitu kingine. Omba maombi ya rehema. Rehema inasimamia kwenye vile vitu ambavyo vinaonekana vimefanyaje, vimeshindikana. Neno la Mungu linasema akawaambia na Azaria wenzake ili waombe rehema. Mstari wa 17 mpaka mstari wa 23, Daniel 2:17-23. Anasema nimepotea kidogo. Anasema hivi, ili waombe rehema na Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Naomba unisikilize. Kuna kitu gani ambacho umeona kinaua familia za wengine? Ni ambacho umekitazama, umegundua watu hawatoboi. Umeangalia, umeona kabisa hii hapa ni mbaya, inatuua wote. Sasa unajua katika situation kama hiyo, wewe ndio unapaswa kuwa mtu ambaye unasema mimi hichi hakitaniua. Kilivyowaua wengine mimi hakiniui. Yani komalia pania ya kwamba mimi hakitaniua. Ndio kina Danieli walichokifanya. Na kwa sababu yao watu wengi sana walikuja wakaokolewa mbele. Kwa sababu yao watu wengi sana walikuja wakafanikiwa mbele. What am I trying to tell you? Neno la Mungu linasema ndipo Danieli alipoamua sasa kuomba rehema. Twende mstari unaofuata. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Asingeomba Mungu asingemfunulia. Asingeomba rehema Mungu asingemfunulia. Watu wengi sana wanalalamika. Watu wengi sana they just complaining, ma naomba nisaidie, ma hicha kiendi sawa, ma naomba kile nisaidie kikasa. Sometimes we have just to go back and ask for mercy na kumwambia Mungu, sema na sisi kama kuna siri yoyote tunaopaswa kuijua kwenye hili jambo. Kama kuna siri yoyote ambayo unapaswa kutuelezea, na usikae ukasubiria ndoto. Tuko kwenye mwezi wa 4, tunajibiwa zaidi ya tuombavyo na zaidi ya tuwazavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwenye kile unachokiwaza uwe na uhakika Mungu atakijibu mara 2. Kwenye kile unachokiwaza uwe na uhakika atajibu zaidi. Sasa kitu gani ambacho kimeshindikana? Najua unaandika 911, najua unaandika maombi binafsi, najua unaandika maombi 6, na hayo yaliyofanyaje, yaliyoshindikana. Usiku wa leo kinachoonekana kinataka kuleta mauti, tunakipeleka mbele za Mungu na Mungu atatufunulia siri. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema Danieli akajibu akasema, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Alijua kabisa ya kwamba aliyemsaidia alikuwa ni Mungu. Alijua kabisa kilichomletea kilikuwa ni uweza wa Mungu. Nini unapaswa kufanya immediately baada ya kugundua kwamba Mungu amekusaidia? Kusema hekima ni yake na kusema uweza ni wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema yeye hubadili majira na nyakati. Kuna kitu kizuri nitakachokuelezea leo ambacho sijawahi kukisema when it comes to prayer of mercy. Alafu anasema huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani. Nuru hukaa kwake.
Unapoenda kuomba rehema mwanangu, hivyo ndio vitu vinaambatana na rehema. Bwana asifiwe sana. Atakufunulia siri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio tu atakufunulia siri, hata kama hujaelewa kitu ambacho kimetokea au kitu ambacho kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye neno la Mungu kuna vitu ambavyo Danieli anavisema. Ngoja nimalizie mistari alafu turudi. Anasema hivi: na kushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo. Bwana asifiwe sana. Ukanijulisha hayo tuliyoyataka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Nisikilize kwa makini sana. Tunapoenda mbele za Mungu kuomba rehema na kumwambia Mungu, jana tumekuja tumeomba, majira yetu na nyakati zetu vikae kwenye mikono yako. Mungu tengeneza 1 2 3 4 5. Mungu turehemu kwenye 1 2 3 4 5. Sasa nini ambacho kinapaswa kufuata au nini ambacho kinazaliwa, iwe unajua au haujui? Cha kwanza, maombi ya rehema yana tabia kuibadili majira na nyakati. Kumbuka jana tumeomba toba ya nyakati, tumeomba toba kwenye majira. Kwa nini kinatokea unapomwambia Mungu, ninaomba unirehemu, Mungu ninaomba ubadilishe historia ya maisha yangu, badilisha historia ya mahusiano yangu, badilisha historia ya ndoa yangu. Unapoendelea kumwambia Baba nirehemu, hii kitu kinachotaka kuwaua wengine mimi kisiniue, majira yako na nyakati automatically vina respond kwenye maombi ya rehema. Kwa rehema sio tu kuomba msaada wa kawaida. Unapoita rehema, unaita malaika wanaosimamia seasons and sessions mbalimbali, wanaosimamia siku mbalimbali. Wanasema huyu mtu sasa anapaswa majira yake yabadilike. Ndio maana Dani anasema yeye hubadili majira na nyakati. Nini kilitokea? Alijua hata yeye ya kwamba majira yake kana mande. Kuna mtu majira yako ya kazi yanabadilishwa. Baada ya usiku wa leo biashara yako inabadilishwa. Baada ya usiku wa leo rako na mande. Hebu paza sauti ya shukrani mbele za Mungu. Iyanosika na mande. Nasikia kumwambia tu Yesu asante kwa sababu ya change of season. Nasikia kumwambia Yesu asante kwa sababu ya change of season. Riko mandi ya kanamaya. Erekota mahi yando brodokota. Asante Bwana kwa sababu season zinabadilika. Asante Bwana kwa sababu majira yanabadilika. Majira ya njaa yanaisha, majira ya kushindwa yanaisha, majira ya kuchanganyikiwa yanaisha, majira ya kutokupendwa yanaisha, majira ya kuuawa ovyo yanaisha, majira ya kuraruriwa yanaisha. Yeka na manda. Hebu jitamkie majira unaotaka yabadilike. Nasikia upako wa maombi, halafu tutaendelea na somo. Riando kono mande. Asante kwa ajili ya rehema reko na mashika. Yeko na mande kebradiza. Yeko ni antoro monda. Majira ya kusemwa vibaya yanabadilika. Majira ya kuonekana tustahili yanabadilika. Majira ya kukaa nyuma yanabadilika. Majira ya kwenye ndoa mbaya yanabadilika. Na mashikana mande ezokodo bondi ya kandi ya kataya. Katika jina la Yesu Kristo tunamshukuru Bwana wa majeshi, yeye ambaye katikati hata ya somo anabadilisha majira yetu. Ndani yangu ninashuhudiwa kabisa, kuna mtu ambaye umeumwa mfululizo, majira ya ugonjwa yanaondolewa, nyakati za kushindwa zinaondolewa, nyakati za kukosa wateja zinaondolewa, nyakati za kukataliwa zinaondolewa. Kuna kitu kinabadilika. Danieli alisema yeye hubadili majira na nini na nyakati. Lakini kitu cha pili, tunapoenda kuomba maombi ya rehema, iwe unajua au haujui, lakini umeyaelekeza kwenye maombi yaliyoshindikana, ya kwamba Mungu rehemu maombi yaliyoshindikana, yanakufanya ukawe mmiliki. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, neno la Mungu linasema kwenye Danieli, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme. Sasa naomba unisikilize, hasemi huzuru wanadamu, hasemi uzuru watu wasiokuwa na cheo. Kumbuka nilikufundisha nikakwambia ya kwamba Mungu ametufanya kwa ukuhani na wafalme. Mfalme ni mtu aina gani? Mfalme ni mtu ambaye neno lake ni sheria. Hakunaga demokrasia kwenye ufalme. Mfalme anachokisema ndicho kinachotokea. Mfalme anachokisema ndicho kinachofanywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anaposema itakupa kumiliki, maombi ya rehema tunayoyafanya kwenye vitu visivyoshindikana itakupa kuvimiliki hivyo vitu like never before. Kama ulikuwa unatafuta kumiliki ndoa nzuri, itakufuata. Kama ulikuwa unatafuta kumiliki mali, zitakufuata. Kama ulikuwa unatafuta kumiliki mume mzuri, mke mzuri, watoto wazuri, vyote kuanzia muda huu ninavyoongea vinakufuata, kwa sababu ndio nguvu ya maombi ya rehema. Danieli unaposoma neno, sikiliza Dani anasema vitu gani. Vile vitu anavyovisema ndio vitu ambavyo vitaambatana usiku wa leo pamoja na sisi. Lakini kitu kingine cha tatu, inakupa hekima. Nimekwambia falme na mamlaka
mamlaka vinaendana na hekima. Mungu atakupa hekima ya namna zote, sio hekima ya aina moja, hekima za namna zote, hekima za nini cha kufanya, hekima za namna ya kukaa na watu. Kwa sababu kuna watu wengine Mungu atakudokeza tu, atakwambia changamoto yako wewe ni mdomo, tafuta namna ya kutokuwajibu watu. Kwa hiyo you only need a wisdom. So when you are praying for mercy over vitu vilivyoshindikana, Mungu atakupa hekima, atakuelezea hichi kinaenda kwa namna hii, neno langu linasema hivi kuhusiana na ulichoshindwa. Atakuletea walimu, atakuinulia watu. Iando bakande ketaya katina mashiando brodoko tamandi ya kasaya. Naona kabisa tukiingia kwenye another level of his glory, na usiku wa leo mambo yataanza kudhihirika sana. Lakini kitu kingine, atakupa ufahamu na maarifa katika majibu ambayo Mungu atakujibu kuanzia usiku wa leo. Majibu ya leo yatakujazia ufahamu wa kumjua Mungu. Kumbuka tuko kwenye mwezi ya kupokea zaidi ya tuombavyo na tuwazavyo. Jifunze, Mungu anapokujibu ombi lolote, mfahamu kwenye hilo ombi. Mimi nimejifunza sana tangu siku ya kwanza ambayo tulikuwa tunaomba. Nimemfahamu Mungu kwa namna nyingine kabisa ambayo sijawahi kumfahamu. Unajua level yako ya kumjua Mungu inapozidi, ndo level yako ya kufanikiwa itakapozidi. Bwana asifiwe sana. Sasa ninafahamu kuna itakupa ufahamu, lakini pia maarifa. Mungu atajiongeza kwako. Kuna namna utajua, kumbe maombi ya rehema sio maombi tu ya katikati ya ghadhabu Mungu akumbuke rehema. Kumbe sio tu maombi ya kuyaondoa majini mahaba, lakini ni maombi kama unatafuta kuongezeka kwenye ufahamu, kama unatafuta kuongezeka kwenye maarifa. Hilo ndio eneo unalopaswa kuomba. Hilo ndio jambo unalopaswa kumwambia Mungu kwamba Lord have mercy upon me. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine ambacho anakisema Danieli, anasema hivi, huyajua yaliyo gizani na nuru hukaa kwake. Rehema itakuletea mafunuo ambayo hamna mtu mwingine anaweza kayajua. Yaani wewe peke yako ndo utamulikiwa nuru kwenye hilo eneo. Itakuletea mafunuo yaliyo gizani. Unajua kuna watu wengine ambao hawajui namna ya kuuza biashara haraka, lakini ghafla ukishaanza kuomba maombi ya rehema, utashangaa unaelekezwa muda wa kufungua duka, na ndani yako sio kwamba utakuwa unasikia sauti, yatakuja kama mawazo, na impact yake itakuwa ni kubwa kuliko mawazo. Sasa watu wengi wakimaliza kuomba rehema hawaelewi, wanashangaa kuna vitu vinabadilika, lakini hawajui kwa nini vinaenda kwa staili hiyo. Ni kwa sababu haukuwa unaufahamu juu ya hili neno ambalo ninakwambia. Lakini pia anasema hivi ya kwamba ukanijulisha hayo tuliyoyataka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Lakini naomba nirudi juu kidogo. Anasema nakushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo. Mungu hatakupa hekima tu, atakupa uwezo wa kuexecute hekima aliyokupa. Mungu akikwambia baada ya leo funga siku zilizobaki, atakupa uwezo wa kufunga siku zilizobaki. Baada ya leo akikwambia kwamba huyo mwanamke ndo anayeharibu maisha yako, atakupa uwezo wa kumuacha huyo mwanamke anayeharibu maisha yako. Baada ya leo akikwambia kwamba nyumbani kwenu ndio wanaokusanyana kukuletea matatizo, baada ya leo atakupa uwezo na hekima. Ni vitu vinaambatana. Uwezo ukatoka ukaanza kwenda kuropoka. No. Vitu vyote vilivyoshindikana, manake kuna codes ambazo zipo, na hizo codes ili zikae sawa sawa ni lazima uhakikishe una hekima na unaweza. Bwana asifiwe sana. Natamani mnisikie ninachokisema kwa sababu it's very important ya kwamba Mungu anaposema ukanijulisha hayo tuliyoyataka kwako, usiku wa leo Mungu anaenda kukujulisha uliyoyataka. Unataka kitu gani? Manda kasa no man. Hebu mwambie Yesu asante. Moyo wangu umejaa sana shukrani. Kabla hata hatujaenda kwenye point inayofuata, maanake leo Baba atatujulisha tuliyoyataka, yale ambayo tumetamani kuyasikia, yale ambayo tumetamani kuyaona. Mwambie Mungu asante kwa ajili ambacho umetamani kukiona. Mwambie Mungu asante kwa ajili ambacho umetamani kukisikia. Kama muda mrefu umetamani kusikia afya, mwambie asante, maana ninasikia afya usiku wa leo. Yako na mani ya katai. Ndani yangu nasikia wimbo wa uninyunyiziae maji wakati wa ukame, uachi ninyauke. Yendo mani ya katai. Asante Bwana, maana tuliotaka kusikia kwenye afya tutasikia, tuliotaka kuyasikia kwenye ndoa tutayasikia, tuliotaka kuyasikia kwenye uchumi tutayasikia. Yeko na mani ya kata, yeko ni anono moshe, yeko nako ni amanda. My God, my Lord. Halafu anamalizia anasema, maana umetujulisha neno lile la mfalme.
Mungu akisema neno halibadilishi wanangu. Anaposema umetujulisha neno lile la mfalme. Neno la mfalme ni sheria. Neno lake linasemaje? Leo ni usiku wa kujibiwa maombi yako yaliyoshindikana. Leo ni usiku wa familia yenu kujibiwa maombi yaliyoshindikana. Na anasema sio tu atakujulisha ulioyataka, umetujulisha neno lake. Neno lake anasema niombeni rehema. Neno lake anasema nataka niwape kumiliki. Neno lake anasema nataka niwape hekima. Neno lake ni wafumbulie mafumbo ya siri. Nini ambacho kimekuwa ni fumbo kwako? Unaenda huku akibadiliki, unarudi huku akibadiliki. Na kasi yande usiku wa leo mwambie Yesu asante. Yekoni anomosha yanokose katai. Maana lile fumbo lililofumbwa muda mrefu sasa limefumbuliwa, sasa limewekwa huru, sasa liko sawa. Yeko na manda karaba shikatai. Yeko ni antaramande. Leo usiku tutayaona matendo ya Bwana kwenye miili yetu, kwenye nafsi zetu, kwenye mazingira yetu, kwenye fahamu zetu, kwenye akili zetu, kwa ndugu zetu, kwenye kila eneo. Ninavyoongea kuna mtu ana kidonda ambacho hakikauki. Roho Mtakatifu ananiambia nikwambie hicho kidonda uliota ndoto, ukaona kitu kinakuchoma na hicho kidonda kikaota, lakini ananiambia nikwambie usiku wa leo it is done. It is done. Hicho kidonda kinakauka kuanzia sasa. Yako na mande katai. Kuna mtu ambaye umekuwa unaota mwanaume anakuja kama analala na wewe na umekuwa unakemea majini mahaba. Ananiambia nikwambie hayo sio majini mahaba. Huyo ni mzee wa ukoo na kuanzia leo hautamuona tena. Reko shanda brade katai. My God. My God. I need to contain myself. Akatapaya. Kuna kitu kingine ambacho Roho Mtakatifu aliniambia nikuelekeze kabla tujaingia kwenye maombi ya siku ya leo. Moyo wangu umejaa sana bubujiko. Manda katai. Hekarama shitakaya. Sene kama ndiaro sotoko. Hoka na masikia sana huu wimbo ndani yangu. Sijui nani amekaukiwa. Unanyunyuziwa leo. Baba anakunyunyuzia. Halafu nasikia ili andiko ndani yangu. Mwanzi uliopondeka utavunjika. Sijui umefika kwenye level gani ya maisha kushindikana. Sikiliza, ulipofika hautavunjika. Bwana anakutokezea. Nasikia neno jingine, maana atakuwa harufu ya maji tutachanua. Nani ambaye anaona kwamba itachukua muda mrefu? Hapana. Kwa hii session ambayo tunayo utachanua. Sijui ni nani ambaye amekauka. Maanake nasikia bubujiko sana kwenye moyo wangu. Sijamaliza somo lakini nasikia sana bubujiko. Nasikia sana huu wimbo. Uninyunyizie maji wakati wa ukame, huachi ninyauke. Ona kupenda mandakataya na kupenda. Nasikia kusema na shukuru na ashukuru. Hemandika naona malaika is moving. There's an angel with a sword moving. Ananiambia anaenda kukata historia ndefu ziwe fupi. Anafupisha siku zako na mande kataya. Hakaria ndoromoshete kani. Mnyunyizi wangu, ona kupenda. Yakabaya yeto na mandeka. Ebu andika hapo, mshukuru Mungu. Mahali ambapo anakunyunyuzia, mshukuru Mungu. Sijui ni nani anayenyunyuziwa leo, lakini kuna mtu ananyunyiziwa. Nasikia moyoni mwangu katikati kuimba huu wimbo rato mande keta heriakoshi anda brade. Kabla hata tujaenda pointi nyingine, mani yako ni anda rikosi takai. Hona kadama ya katai. Wewe uliachika unanyunyuziwa tena. Uliyeumizwa unanyunyuziwa tena. Uliyedharauliwa unanyunyuziwa tena. Yendiri yakosi katai. Hebu mwambie Mungu asante. Imebidi mpaka niutafute.
yakanamanda wakati wa ukame. Hebu mwambie Mungu asante. Eneo lililokuwa na ukame, majani yanaota, miche inachipua, yakosi orikoti rikokushia erando dokomaya erikukusikita. My goodness, my God. Yakabaya na nakasa. Ninaona malaika wakiwa wanafungua mabomba yakiwa yanapita kwenye maisha ya watu. Nasikia quick job, quick job, quick job, quick job, quick job, quick job. Mande kata yendere brede bosakata yantoro mushi andere kata hakamayanda rako. Hebu andika ukame wako, mwambie asante Yesu. Unaninyunyizia leo. Ona kabana mnyinyizi wangu, ona kupenda yeko saya nayo mando yeko ramando. Hebu mwambie Mungu hayo maneno. Nasikia kufunikwa na nguvu za Mungu. Asante Baba, asante kwa kupokea rehema. Hata kabla hatujaomba umesikia. Yeko siki edi riko shikitiande yeko sandaka. Hicho ndo kitu Mungu anafanya usiku wa leo ya ndabaya. Yeko sakata. Hautakuwa tena mwanangu, hautakuwa na ukame tena mwanangu. Hori yako ndene brede. Waliodhani utafika mbali watashangaa, watakuona ukisogea. Nasikia ndani yangu yako ndelebo ya kwamba majira yamewadia, majira yamefika, majira yamewadia, majira yamefika. Aya akata. Haleluya, haleluya. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya kitu ambacho amekifanya. Yendo kata. Kabla tujaingia kwenye maombi, nataka tuende mbele za Mungu tena tukamshukuru kwa ajili ya session kidogo. Tulihimidi jina lake, maana ukame utakuwa tena sehemu yetu. Kuna kitu cha pili ambacho nilikwambia Roho Mtakatifu alinielekeza, ya kwamba bila hata siri matendo yake Yesu yatakuwa wazi. Baada ya kuomba rehema bila hata kujua siri. Kuna saa nyingine unaweza usijue siri, lakini matendo yatakuonesha ya kwamba rehema yako Bwana ameipokea. Na nataka tusome Marko 10 mstari wa 47 mpaka mstari wa 52. Neno la Mungu linasema, naye aliposikia ya kwamba Yesu Mnazareti, aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti. Wewe umesikia leo hapa yuko nani? Kama unajua unayemsikia ni Yesu, neno la Mungu linasema hivi, yule mtu aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, sio Yesu mwingine, Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Unamwona haombi kitu kingine, kwa sababu anajua rehema ni sama ya kila kitu. Kama nilifanya dhambi ni rehemu, kama ni uovu nyumbani ni rehemu, kama ni makosa yangu ndo maana sioni ni rehemu. Sikiliza sasa kitu ambacho kinatokea. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini akazidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Kwa nini walimkemea? Usiku wa leo kuna sauti ambazo zitakwambia acha kuomba hayo maombi, kwa sababu hautajibiwa. Sio kweli, endelea kuomba. Mazingira yatakataa, akili yako itakataa, maisha yako yatakataa. Usisikilize mazingira, usisikilize nani anasema nini. Endelea kupiga kelele, manake uwe na uhakika ukiita rehema, Mungu anashuka kama mfalme na neno lake linakuwa ni sheria. Neno la Mungu linasema Yesu akasimama. Kwa hiyo rehema inapotajwa, mande kataya, anasimama. Ndio maana huku tunarudi kwenye Zaburi 102, anasema wewe mwenyewe utasimama. Manake kama alikuwa anataka kuendelea, anasimama, anatazama, nani anenililia huyu? Nani anetaka ni mrehemu? Manake rehema inamfanya Mungu hata kama alikuwa anaenda mbali, asimame, atazame kwanza. Ukipatia principles, manake atasimama pamoja na wewe. Anasema
Na Yesu akasimama akasema, mwiteni. Manake rehema inakufanya Mungu akuite, akusogeze karibu na yeye, kwa sababu umeshinda mazingira, umeshinda fahamu za kibinadamu, umeshinda sauti za mashetani. Alafu anasema mwiteni. Akasema wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Una nini ulichobakiwa nacho? Yule alikuwa hana macho, alibakiwa na sauti. Tumia sauti yako uliobakiwa nayo, tumia machozi uliobakiwa nayo, tumia sadaka uliobakiwa nayo, tumia imani uliobakiwa nayo. Alikuwa hana macho lakini alikuwa anaweza kutembea, alikuwa hana macho lakini alikuwa anaweza kunusa. Aliposikia ya kwamba Yesu Mnazareti, wewe umesikia leo, fanyia kazi ambacho umekisikia. Neno la Mungu linasema wale waliomkatisha tamaa, nisikilize, mazingira yanayokuambia haiwezekani, ukishaomba rehema ukakoma ukakamia, mazingira yale yatakusapoti. Mazingira yale yatasema tumesimama upande wako. Ardhi ile iliyokuwa inakupiga itasema tumesimama upande wako. Anasema wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Kwa nini alitupa vazi? Achana na yale uliokuwa unayaamini mwanzo, achana na yale ambayo ulikuwa unaona yameshindikana. Vua vazi la zamani. Musa akaambiwa vua kiatu chako. Yesu anapokuita kwenye rehema, utaposikia wito, kuna nguvu za Mungu zitatufunika sana tunapoanza kuomba. Mwambie Mungu, ninaachana na niliokuwa ninayajua. Akavua vazi. Hakuambiwa alivue, lakini yeye aliangalia how dirty it was, how stupid it was, akaamua achane nalo. Yesu akamwambia, unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Mwenzio tangu siku nyingi sioni. Wewe una neno gani unataka umwambie Mungu? Danieli anasema utatujibu yote tulioyataka kuyasikia. Una afya unataka kumwambia, mwambie. Una personality yako inakusumbua, mwambie. Afya inakusumbua, mwambie. Tunapoomba rehema, nimekuambia tutaomba rehema leo, tutaomba rehema na kesho, halafu Mungu atatuuliza unataka nini? Katikati hapa atajibu sana, lakini tutakuwa na siku zingine 2 za kumwambia tunachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wengine wataanza kujibiwa. Akamwambia, nataka nipate kuona. Nini kilichoshindikana? Niko kukwambia kitawezekana. Alafu anasema Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Kwa nini hamwambii maneno? Huyu hakusikiliza sauti za watu, huyu hakujali nani amesema nini. Huyu alikaza, hakana mashiani. Kazia jambo lako mwanangu. Mwambie Mungu, hata iweje sitatazama nyuma tena. Hili jambo lazima lifikie mahali, lifike mwisho. Wewe ndio unaitegemewa kwenye familia, ya kwamba utainuka uwe na uchumi wa kwanza, uwaelekeze na wengine. Wewe ndio unaitegemewa uwe na ndoa njema. Wewe ndio unaitegemewa uwe wa kwanza kufunga harusi, kijana wangu wa kiume na kijana wangu wa kike. Nini ambacho unaona kimeshindikana? Yesu anamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Usiku wa leo nataka niongee na watu ambao wanataka kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Nifunulie haya mambo, Bwana, nijalie kukuona katika haya mambo. Mwambie Mungu, rehemu nyakati zangu. Mwambie Mungu, rehemu maombi yangu. Muda huu ambao tunajiandaa kwenda kuomba, rehema juu ya kila ombi. Soma kila ombi ambalo umeliandika. Mwambie Mungu ni rehemu. Mwambie Mungu ni rehemu. Shika karatasi la ukoo ambalo umeandika majina ya ukoo wenu. Mwambie Mungu ni rehemu mimi. Mwambie usiniache, mwana wa Daudi. Mwambie hayo maneno, Bwana Yesu. Yekona mandeketaya. Ninapoomba na wewe omba. Mwambie Mungu ni rehemu. Umesema unasimama. Umesema unasimama. Usijali sauti inakwambia nini. Usijali kichwa kinakwambia nini. Wewe omba rehema mbele za Bwana. Wewe omba rehema mbele za mfalme wa amani. Yekaniakata rekeshende bredekota. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya maombi haya Bwana, ambayo watoto wako wameyatuma kwenye simu na wengine wameshika mkononi. Yekona mandeketa yekesekena maya erakoshianda eratonomonda kaba ekoriantoromonde keta yezede kama yanda kata yekoriantaramanda. Soma yo maneno
maneno, soma hayo maandishi, soma hayo maombi. Mwambie Mungu, nirehemu mimi katika kila ombi Bwana limeshindikana. Hata ukisikia sauti nakwambia litawezekana, wewe dharau hiyo sauti. Endelea kuomba rehema kwenye jina la kwanza la ukoo wenu, omba rehema kwenye jina la pili la kabila lenu, omba rehema kwenye jina lako. Mwambie Mungu, saa imefika, majira yanapaswa kubadilika. Haipaswi kuwa vile tena, haipaswi kuwa magonjwa tena, haipaswi kuwa ukiwa tena, haipaswi kuwa ubaya tena. Mwambie hayo maneno, mwambie anakusikia, mwambie anakusikia. Usinyamaze, mwambie yeka sana ka yekerebebe yekoramanda yantarama shakata yekoriantaramande kebrede yekasana kamande keta yekoriando robobo yesete kebade yekaramande kebade erodoko shanda yekosakata. Mwambie Baba, rehemu afya yangu, mwambie Baba, rehemu mahusiano yangu, mwambie Baba, hichi kimeshindikana, sioni mlango wa kutokea. Kama Danieli aliomba rehema na Mungu akamfunulia ile siri yako, ne kama ndere boy Baba yako shendere kwa yeko ramande brede boy. Hata kama utaona tusikii, basi wewe uliye mrehemu yule kipofu, tufanyie matendo ya rehema, tufanyie matendo ya rehema. Hata kama kwenye njozi hatutaona, tufanyie matendo ya rehema. Ponya magonjwa yetu, ponya matatizo yetu, ondoa kiana mande eroka shakata yekerebebe shanda babe erako shataka mande. In the mighty name of Jesus, endelea kuomba usiache, endelea kuomba usiache. Ninaona Mungu anasimama na anaangalia makaratasi ya watu na anasoma ulichokisema. Era dodoba yekorama taramonda yakata Baba yakondere baya. Baba, pita kwenye hizi ndoa, Baba, pita kwenye urafiki, Baba, pita kwenye hiyo kazi. Rehemu Bwana katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema Bwana. Majira yetu yabadilike, miliki zetu zibadilike, hekima zetu zibadilike, uweza wetu ubadilike. Ekaraka shanda bada yekene manda brede bosaya ekariantoro mondi akata yekaraka shanda raboya. Baba, zile historia mbaya zinazosema iwezekani leo zikawezekani. Wewe uliyemponya yule kipofu Bwana, ambaye hakujua angekuja kuona lini, lakini aliposikia unapita akasema, Mwana wa Daudi unirehemu. Nasi Mungu tunajua leo upo hapa, uturehemu Bwana, uturehemu Jehova, uturehemu Mesaya. Ekaramanda rikosia yandono mushina kai yekona mandeka kai erikoshita kai yekona mantaramonde. Baba, rehemu kania mandekete, rehemu Bwana akili zetu, rehemu Bwana miili yetu, rehemu majira Bwana, wale waliocheza na majira yao na mambo haya kukaa sawa. Neno lako linasema umesimama unairehemu Sayuni, maana majira yake yamewadia. Yetaramundi kaba yekerebebe shanda babe yesotoko rekotai yekoriando roko shande erokasheketeremae. Katika jina la Yesu, hakuna aliyekugeukia usiku wa leo ambaye utamtupa nje, hakuna aliyeomba rehema ambaye utamtupa nje. Baba, natamka kazi zao zimerehemiwa, natamka biashara zao zimerehemiwa, natamka nyumba zao zimerehemiwa. Yes. Yule malaika ambaye alienda kwa Danieli akamfunulia siri kwenye njozi, Baba, malaika huyo apite katika kila mtu, apite katika kila ukoo, apite katika kila kabila. Ukarehemu Bwana, ukarehemu Bwana. Matendo yako ya rehema tuyaone kuanzia usiku wa leo, tuyaone mpaka siku ya kesho, hadi muda mwingine wa maombi. Ekoramande hayo yaliyoshindikana Bwana yakawe mepesi, yakawe kama kitu kisichokuwa, yakawe kama kitu kisichokuwa. Wewe Mungu unaporehemu unainulia watu, watu wa kushika mkono Bwana, ili wasogee karibu na wewe. Ndio maana wale wanafunzi walimnyanyua huyo kipofu, wakamwambia sogea, jitie nguvu, anakuita. Asante kwa ajili ya watu wote Bwana tutakaokutana nao, watakaofanya tujue wewe ni nani, watakaofanya tujue wewe una rehemu, watakaofanya tujue wewe ni Mungu. Kila anayesimamia jambo lako Bwana,
tunamweka wakfu mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ekuna manda brede bosaya. Ebu endelea kumwambia Yesu asante. Danieli alisema na kushukuru na kuhimidi, maana niliyotaka kuyasikia nimeyasikia. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya wazo lililodondoka ndani yako. Mwambie asante kwa ajili ya matendo ya rehema yatakayotokea kwenye maisha yako. Mwambie asante mtu wa Mungu. Mwambie asante mtu wa Mungu. Inua hilo karatasi, mwambie asante. Amekunyunyuzia maji. Ukame wako hautaendelea, changamoto yako haitaendelea. Andika hapo, mwambie Yesu asante, maana nitaolewa, nitaoa, nitastawi kwenye uchumi, nitastawi kwenye wokovu. Mwambie asante kwa kunirehemu, asante kwa kunirehemu. Danieli aliporehemiwa alisimamishwa mbele za wakuu. Mwambie Mungu asante kwa sababu wakuu watasimama, nami nitasimama mbele yao. Mwambie asante mfalme wa amani. Mwambie asante simba wa Yuda. Mwambie asante yule ambaye yuko. Asante Jehova Shama. Tunakupigia makofi mfalme wa amani, maana wewe umeweza, maana wewe umestahili. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya majina ya ukoo na majina ya kabila. Baba, tunaendelea kukushukuru kwa ajili yake, maana tunajua na huko pia umerehemu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi nataka ushike meza yako ya Bwana mahali popote ambapo umeiweka. Napoenda kuomba, nilisema Mungu anatusaidia, itatusogeza kwa spidi sana kwenye majira na nyakati. Hatutazubaa njiani wala tutashindwa njiani. Kwa hiyo nataka ushike meza yako ya Bwana, alafu nitamke maneno. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako mfalme wa amani, na asante kwa ajili ya meza ya Bwana ambayo wameishikilia. Nami Mungu ninaigeuza kuwa damu yako na mwili wako, watakapoenda kutumia baada ya hichi kipindi mfalme wa amani, ikazae majira na nyakati mapya, ikazae majira na nyakati mpya katika jina la Yesu. Neno lako linasema wale waliokuwa kiongozana na wewe baada ya wewe kufufuka hawakufumbuliwa macho mpaka ulipoamegea mkate. Baba, meza ya Bwana ya leo ikawafumbue macho yao, ikawafumbue macho yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi kama pia upo na hujaokoka, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Utasema na mimi haya maneno, alafu baada hapo nitakupa namba ambayo utatuma sadaka yako, lakini pia nitakupa namba ambayo itakusaidia kujua nini kinachokupasa kutenda, na pia utatuelezea kwamba umeokoka leo, ulikuwa umerudi nyuma, basi umerudi kuishi pamoja na Kristo. Sema na mimi: Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa wema wako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante kwa ajili ya utukufu wako ambao utakaa ndani yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Basi ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kitu ambacho amekifanya, na kuna kitu cha ajabu sana ambacho Roho Mtakatifu ameniambia muda huu. Amesema kesho tutaomba yale maombi ya hukumu ya haki. My God. Mwambie Mungu asante. Kuna maombi ambayo tuliyafanya so many years ago. Ni maombi ya mtu aliyeonewa. Unajua Yesu alienda kumuuliza yule kipofu, unataka nini? Akamwambia nataka kuona. Sio kweli kwamba hatuwezi kuyaomba tena, lakini nitakuwepo hapa kuhost na tutayaweka yale maombi na tutaomba pamoja na yale maombi. Kwa hiyo tunapomaliza kuomba ya maombi, mpaka nimesikia kutetemeka siku ya leo, maana kesho ni judgment day. Kesho Mungu ana judge aliyekuonea, anamjudge yule ambaye amefanya vibaya na akajiona amefanya sawa kinyume na wewe, ana judge. Tomorrow it's a judgment day, na nina uhakika ya kwamba tutashinda. Kwa hiyo hakikisha unamwambia kila mtu ya kwamba tutakuwa na maombi ya hukumu ya haki. Yoyote aliyedhulumiwa, shika dokumenti zako muda wa maombi utakapofika. My God. Mwambie Yesu asante. My goodness. Wao wametaja farasi, wametaja magari, wametaja viburi vyao, lakini sisi tumekutaja wewe. Asante kwa sababu utamwangusha kila Goliath. Uliyetuponya leo utatushangaza na kesho. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka. Shika sadaka yako za watoto wako Bwana, wakisema asante kwa ajili ya rehema na wakiwa tayari kwa ajili ya judgment day. Asante kwa ajili ya wema na fadhili zako na uaminifu wako.
Mungu anapokutolea ukazikumbuke sadaka zao na ukazitakabali kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi nataka nikukumbushe kwamba Jumapili tutakuwa na ibada moja imekuwa confirmed na tutaona matangazo, na Jumatatu pia tutakuwa na ibada, tutaona pia matangazo. Lakini nataka umwambie kila mtu asikose ibada ya kesho. Ni Judgment Night, Judgment Day. Tutaomba kwa machozi sana. Kile ambacho kilikuwa kimefanyika kama dhuluma hakitakuwa dhuluma tena. Mungu akubariki sana, Mungu akuongeze. Tuma maombi yako pia kwenye namba hii hapa, ambapo utatuma pia na sadaka yako kwenye namba hiyo 0717 047 067. Narudia tena 0717 047 067. Kwa hiyo utakapotuma sadaka yako, kama hujatuma maombi ya majina ya ukoo, basi tuma maombi 6 na yenyewe pia yatume, na uwe na amani. Nimeyaombea hata kama ukunisikia nikiomba kwa Kiswahili ukaelewa, lakini nimeyataja. Lakini pia na maombi yaliyoshindikana na yenyewe tuma. Mungu akubariki sana, Mungu akuongeze sana. Usiku wa leo utakuwa ni usiku wa kuyaona maajabu zaidi ya tulivyoomba na zaidi ya tulivyoanza. Mungu atatutendea mema. In Jesus' mighty name, Mungu akutunze na akubariki. This is Minister Moki.